kidogo kulegeza saumu, tuangalie historia kisa cha mitume. Idadi ya mitume wote ni 124,000, lakini wale waliotumilizwa marasuli wako 313 au 314, na wale waliotajwa ndani ya Qur'an wako 25. Hao wengine hawakutajwa, lakini tumewajuaje? Talana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alitusomea mtume rehma na amani ziwe juu lake. Na katika hao kuna ulil azmi min ar-rusul, wale watano ambao majukumu yao ni makubwa kuliko wengine. Lakini pia katika hao mitume Waarabu wako sampuli 4, au mitume wa Arabu ni mitume 4. Nabii wa mwanzo alikuwa Sayyidina Adam alayhi salam, aliishi miaka 1000 na kasoro. Wa pili akaja Sayyidina Idris. Wa tatu akaja Sayyidina Nuh. Wa nne akaja Sayyidina Hud. Wa tano akaja Sayyidina Saleh. Wa sita akaja Sayyidina Ibrahim alayhim wa ala nabiyina salatu wassalam. Sheikh Nasr, katika hao mitume hao Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, tumsimulie nani hasa kati ya Saleh na Ibrahim? Na Shapita. Sheikh, umekubali? Naam. Nabiiullah Saleh alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam ni miongoni mwa wale mitume 4 wa Arabu, na alikuwa akiishi katika kijiji kimesimuliwa ndani ya Qur'an katika suratu Hijr. Hijri ni masafatun kutoka Hijaz mpaka Tabuk, ni sehemu ina kilomita 300. Pale Nabii Allah Saleh ndio alikuwa akiishi na jamaa zake pale. Nabii Saleh kwa kifupi ni mtu au ni kijana ambaye alikulia na adabu sana, alafu alikuwa na kismat cha kukubalika, na walimtarajia mambo makubwa. Laqad kunta fina marjuwan qabla hadha, tulikutarajia mambo mengine Nabii Saleh. Lakini katika kukua kwake, Saleh ibn Abdullah ibn Masikh inakwenda Arfakhshad, inakwenda Iram, inakwenda Sam, inakwenda Nuh. Ni katika wajukuu wa Sayyidina Nuh Nabii Saleh. Watu wa Hijri aliwapelekea risala na walikadhibisha ile risala ya Mola wao, na mwisho akamwambia Saleh, ikiwa wewe utakatukuamini ni mtume wa Allah, fati bi ayatin in kunta minas sadiqin, tunakuomba utuletee muujiza. Watu wa historia wanasema watu wa mwanzo kudai muujiza
ilikuwa ni watu wa Nabii Allah Saleh, na Nabii Saleh ni mtume wa 6 Watu wake ndo watu wa kwanza kudai muujiza. Wakasema, mnataka muujiza gani? Kuwauliza watu wake. Asema, sisi tunataka utuletee ngamia. So walikuwa Waarabu na ndio lilikuwa zao lao, na ngamia tunayemtaka sisi atoke kwenye jabali na awe mkubwa, tena aje na mwanae. Nabii Saleh alisali kumwomba Mola wake, na ngamia jabali kukatoka mlio kama mzazi, kathiratul anim, tahamakia, akatokea ngamia mkubwa sana na akaja na mwanae. Nabii Saleh akawaambia watu wake, mlioyaomba ndo haya, hadhihi naqatullahi lakum aya, huyu ngamia wa Allah ni muujiza kwenu nyinyi. Kwa hiyo mumwache ale katika ardhi ya Mungu, wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adhabun karim, sije mkamshika kwa ubaya. Ngamia huyu ni mkubwa, iko siku itabidi anywe maji yeye, nyie mpumzike, siku nyingine itakuwa ninyi. Yote haya walikubali, hebu mlete kwanza tuone. Basi wallahi yule ngamia akatoka. Alipotoka ngamia kama yule, wakashangaa. Baada wamwamini Nabii Saleh, wakaona tabu kupeana shifti ya maji na ngamia. Wakaanza kusema, ngamia huyu ngamia gani? Kwanza ngamia lenyewe lirefu kama nini na linatisha ngamia zetu. Maki hata wale ngamia wa zama zile wakimuona huyu wanaona huyu si mwenzetu, wanalala mbele. Wakasema, huyu ngamia huyu lazima afe. Sasa nani atakayemuua? Yuko bibi mmoja, yuko dada mmoja wa Kiarabu, anao mabinti zake hawa 3, warembo wazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari ashawaumba wanawake ni bidhaa kwetu, ni wazuri. Wanawake wana uzuri, na mabwana, ukipata uzuri, si kweli kwamba eti hakuna wanaume wazuri. Wanaume wazuri wapo, handsome boy, h baba. Na ukiwa handsome, mshukuru Mwenyezi Mungu. Au vipi? Lakini mwanaume asifiwe na mwanamke. Duniani mwanaume mzuri kuliko wote ni Sayyidina Adam alayhi salam. Baba yetu Adam, wallahi alikuwa mzuri, yule mzee hatari. Sisi humu duniani kuna wazuri. Huo uzuri tumeupata wapi kama si kwake? Uzuri wa Nabii Adam, Nabii Yusuf akasome. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fa idha bi Yusufa faqad utiya shatr al-jamala. Nilipoenda mbinguni nilimkuta Nabii Yusuf amepewa nusu ya uzuri wa dunia nzima. Ina maana ule uzuri ulikuwa kitu kamili, kama embe alikakatwa nusu. Nusu akatawanyiwa watu, nusu akapewa Sayyidina Adam peke yake. Tasawwar. Tumefahamu vizuri uzuri uloje huo, uzuri mkubwa alopewa Sayyidina Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Ina maana ule uzuri nusu yake tumepewa sote, nusu kapewa Sayyidina Yusuf. Kwa hiyo uzuri namba 2 kwa wanaume baada ya mzee Adam ni Sayyidina Yusuf. Wanasema Sayyidina Yusuf ameitwa Yusuf kalimatun mushtaqun ala al-asafa, kwamba ya al-asaf, uzuri
yani kama kusikitika kwa uzuri ule. Ama kwa wanawake, mzuri kuliko wote ni Mama Hawa umbal bashar. Mama Hawa alikuwa mzuri sana, akifuatiwa na mkewe Nabii Ibrahim, Sayyida Sara. Mwanamke ana viungo 99 mabwana, na hivi viungo kapewa kwa sababu ya uzuri. Miongoni mwa viungo ule mwendo wake mwanamke, miongoni mwa viungo sauti yake. Qur'ani yasema wala takhadha'na bilqawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Au niache hii amunisikie vizuri, kwa niweke kwa hapa. Basi namna ya uzuri uliokuwepo katika wanawake ni Mama Hawa ummul bashar, akifuatiwa na Mama Sara mkewe Nabii Allah Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Mama Sara alikuwa ni mzuri, bihusni jamaliha la yatasawwaruhu al-aql, kwa uzuri aliokuwa nao akili ya kibinadamu haingamui. Ndio maana mfalme alitaka kumbaka Mama Sara na akapooza siku hizo mfalme wa Masr. Kwa hiyo mwanamke katika uzuri wake, viungo katika vile viungo 99, viungo vitatu ndo vinashika namba 1. Kiungo cha mwanzo ni thadiyaiha, ni kile kifua cha mwanamke. Sawa jamanini? Yani katika viungo vya mwanamke, kiungo kikubwa ambacho kinatuathiri sisi wa baba ni kifua cha mwanamke. Na wanasema sawadu adham, asilimia kubwa ya wanaume wakikutana na wanawake, sehemu ya mwanzo kutizama, wanatizama zile bidhaa zile. Tizama pale kifuani, asilimia kubwa. Ndio maana wanawake ambao wajazaa wana soko hatari. Angekuwa shehe wetu Jafari hapa, ingewaswalu ala nabi. Tamam, zile bidhaa zile. Wachache wataangalia vingine, na ndio maana lile titi la mwanamke ni alama ya Allah, ni ayatu mar'iyya. Ukitizama half minutes unapata vitamini ile kutizama tu, lakini la mkeo ukilinyonya akili inaongezeka. Akili inatengenezeka. Kwa hiyo wanawake, kiungo cha mwanzo iko, kiungo cha pili ndio uso. Sasa kiungo cha tatu ni yale maumbile yao, zile shepu zao. Ndio maana ni sunna kuoa mwanamke unayemtaka. Natumai wote tulitekeleza sunna hii. Yani kama mwanamke hujamtaka ukimuoa si sunna. Kuna yale maneno tunaunganisha nyoyo, shehe muoe kwa ajili ya Allah. Hakuna habari hizo. Allah asema fankihu ma taba lakum, lo wataka. Hakuna sebule kali kama mkeo. Mkeo ni sebule namba 1. Baki ukiingia bafuni unakutana naye, kiingia jikoni yupo, kiingia kulala yupo. Sasa kama hajaeleweka ile kullil mu'minina yaghudhu min absarihim, kwako haipo. Kipita barabarani ukiona wanawake weupe shingo ndefu, kwa sababu ndo roho yako inakutua. Sasa ungeoa mweupe. Na ndo maana sunna ya Mtume Muhammad, wallahi mama zetu wale wote walikuwa wazuri, wote walikuwa wazuri. Wewe unaona mchezo mama Aisha alivyokuwa kuwepo, Juwairia mnasemaje? Masahaba walivyompata mwenyewe walisema jamani, mficheni huyu mtume asije akamuona. Mama Aisha asema so mtume akimuona huyu aachi. Na mtume alivyomuona aliacha. Unaona mchezo, hakuacha. Yule aliyokuwa ameolewa na Abu Salama, nani, Hindu eti alikuwa mzuri kweli kweli. Mtume alimuoa baadaye. Kwa hiyo wanawake wazuri. Sasa huyu mama wa Kimadina huyu wa Hijri alikuwa mwanamke mrembo, alafu alikuwa na wakeze watatu, alikuwa na mabinti zake watatu wazuri kweli kweli.
Unajua Allah amejalia tamaa ya mwanaume iko wapi mnajua? Tamaa ya mwanamke katika mambo ya mahusiano ipo kwenye masikio. Mwanamke ukimjaza hata ujinga tu anakuelewa kweli kweli. Inshallah nitakununulia mpaka ndege inshallah. Japo huna hata basket na nakubali. Alafu na ile ndege utaninunulia nini? Wanawake wengi wameolewa na wanaume, nitamjengea mama yako nyumba, kamjengea. Kamjengea. Takufanyia hiki. The end anasema ungejua zile siku za matongozano ungekwambia unafanyia kwanza. Lakini tamaa ya mwanaume sio masikioni. Tamaa ya mwanaume wallahi iko machoni. Mwanaume ukimwona mtu anahifadhi macho mcha Mungu kweli kweli. Lakini mwanaume anapenda kuona, tena anachopenda kuona hasa sehemu nyeti. Yani mwanaume anapenda sana. Apite hivi tu fasta piu. Ndio mwanamke anapita hivi piu. Anamkuta mwanaume kakaa vibaya. Kwanza anawachama hivi anashangaa. Tena pengine akatema mate anaona kinyaa. Tena huanza kusema hii nuksi mzee naye yule hawezi hata kukaa vizuri bwana. Lakini angekuwa mwanaume asimuone binti, aone bibi kikongwe kakaa uchi. Anarudi tena reverse, embu. Anachungulia tena. Sawa Ndio maana wale wanawake wanakosea wale. Wanawaambia waume zao katika hayo jambo, mzima hiyo taa, makosa yale. Wanasema miongoni mwa staili, mwanamke ana staili 110. Miongoni mwa staili ya kwanza ni kumuonesha mume wake zile aya za Allah. Amwashie taa aone. Baki mwingine zima taa. Mwanaume anaenjoy kwa kuona. Au mnasemaje? Si ndio hivyo? Mwanaume anaenjoy kwa kuona. Wakiongea njoo kwanza hebu kidogo. Usianze kutimu. Ngoja kwanza kidogo. Kidogo tu. Uone nini? Na mara nyingine unapofuka macho hivi. Kwa hiyo hivyo. Sasa hawa wanawake ama walikuwa ni wazuri sana. Sasa huyu mwanamke ilikuwa kila likitokea jambo la uovu kushindanisha watu alikuwa akitoa oda, anampa mtu mabinti zake watatu wote walale nao. Sasa imekuja oda ya kumuua ngamia wa Nabii Saleh. Sasa kabineti imekaa. Wakana fil mahdina 9 rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Kulikuwa kuna wabaya watu 9. Miongoni mwao kuna mbaya Mungu kamuita jina baya, idhi mba'atha ashqaha. Huyo aliopewa jina hilo baya unajua anaitwa nani? Qudar ibn Salif. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwauliza masahaba akawaambia, atadri ataarifuna shaqiyul awwalina wal akhirin? Mnamjua nyinyi mtu muovu wa mwanzo na wa mwisho? Anaulizwa Sayyidina Ali, unamjua mtu wa muovu wa mwanzo na wa mwisho? Akasema namjua. Asema ni yule alioua ngamia wa Nabii Saleh, Qudar ibn Salif. Mtume akasema ndiyo, lakini kuna mwingine ni yule atakayekuja kukuua wewe Ali. Umeshafahamu vizuri. Mtume akamtajia atakayemuua Sayyidina Ali anaitwa Abdullah ibn Muljim katika sahabaze. Siku moja Sayyidina Ali amekaa na sahaba, akasimama Abdullah ibn Muljim anatoka. Sayyidina Ali asema hadha qatili, atakayenimaliza huyo jamaa. Watu wasema walima la taqtulu, kwani sasa usimuue kabla hajakuwa? Ambia kaifa aqtuluhu wa lam yaqtulni. Sheria anayekupiga ndo umpige, bado hajaanza kuniua anaanzaje kumuua? Lakini Mtume kaambia huyu jamaa ananiua. Na kweli siku hizo akamuua Sayyidina Ali. Sahaba walikasirika, walimkamata wakataka kumkata ulimi. Akaambia wailakum, jamani acheni hiyo, msikate ulimi wangu, ni uweni kawaida ili mpaka dakika yangu ya mwisho ni mdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Qudar akanyanyua mkono asema, mama, kwa hiyo hao watoto wote watatu mtu anapewa? Ambia ndiyo. Ambia mimi nitamuua.
kweli akamtafuta ngamia yule, akampiga mkuki, akamuua yule ngamia. Alipomuua ngamia, Nabii Saleh alayhi wala nabiyina salatu wasalam akapata zile habari, akawaambia, ala, mumemuua ngamia wa Mwenyezi Mungu, nilikwambieni wala tamasuha bisu'in, msije mkamfanyia jambo baya, mtachukuliwa na adhabu, mmemuua. Ambia ndio tushaua. Nabii Saleh akawaambia, tamatta'u fi darikum 3 ayamin dhalika wa'dun ghayra makdhub. Nafikiri katika sura Hud. Sasa kaeni katika majumba yenu baada ya kuua siku 3. Unajua walimuua siku gani? Walimuua Jumatano. Kwa hiyo wakae Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Jumapili adhabu inakuja. Si unajua watu wabaya bwana. Asema siku 3 zote za nini? Ije leo adhabu tuone. Sije sasa hivi. Nabii Saleh akawaambia, hii adhabu tukiwa tunasubiri hizi siku 3 hamtokuwa hivi. Itakuwa siku ya kwanza nyuso zenu nyote zitakuwa muswaddan sawadun, zitapiga weusi mkali. Na nyinyi Waarabu, unajua mtu akiwa mweupe au mweusi akijipaka chokaa tu anatisha watu. Sasa mtu mweupe afu huku kweusi ti. Siku ya pili zitakuwa musfarran, piga njano kweli kweli. Siku ya 3 itakuwa isharatu hamra, zitakuwa zimepiga wekundu. Siku ya 4 sasa adhabu inakuja. Wakakaa siku ya kwanza, ikaonekana sura zote nyeusi ti. Mtu anamwambia mwenzie, mbona sura yako nyeusi? Ambia wewe mwenyewe umejiona. Umeshajiona wewe mwenyewe. Kesho zimekuwa njano ya hatari. Ingekuwa leo mtu angesema timu ya Yanga hii. Mbona hivyo uso wako? Ambia wewe mwenyewe kwako umeuona. Alafu ile njano sio kama njano unayojua wewe. Mara nyingi jambo likitoka kwa Allah analipamba pamba linakuwa na uzito. Unaona wale watu wa Nabii Musa wale wakati wanaletewa vyura vile, ile mitihani 9 ile wakuta ile, wale vyura walikuwa wakubwa sana na wana macho kama binadamu au kama kondoo. Hawakuwa na kazi kubwa wale macho, wale vyura. Walivoletwa wale vyura ilikuwa kazi yao kuangalia tu, yani anakuangalia mpaka unasawijika. Unaenda kuchota maji, chura anakusindikiza, wao wanakuangalia tu. Mijicho hiyo wananiangalia namna kama hii. Ukiona tayari wamekuangalia namna hii. Basi mtu anaenda kufunua ugali wake yale, akifungua anakutana na machura makubwa yamekaa pale, anamwangalia hivi. Yani kazi yao kuangalia tu. Mpaka unakuwa nasema mbona anaangalia hivi? Ndio wanazidi. Kurudi nyuma atazidi kuangalia namna hiyo. Wanatisha. Sasa mambo ya aibu, mpaka mtu anaenda kufanya starehe na mke wake. Akitoa nguo za mke wake anakuta kwenye farji ya mke wake chura kakaa pale anamtizama hivi. Bwana Aisha kwa too much. Anambia bibie basi hayo mambo baadaye tena. Wakaanza kufa kwa majumba yao, wakawa na harufu kali mpaka wakanyosha mikono. Firauni anamwambia Musa, muambie Mungu sasa hivi ndugu yangu, basi aondoshe hii adhabu, tushakoma. Allah ni mfanyaji, faala yaf'al sayaf'al wa yudirul kauna haithu yasha. Yeye ndio director wa kila kitu, tushakubali. Nabii Musa anapata tamaa. Ambia ya Rabbi ondosha adhabu sasa hivi, anaslimu. Akislimu huyu jamaa, Makibti wote, Akbati wote wameslimu. Inaondoshewa ile adhabu. Ikiondoshwa ile adhabu, wanarudi mara 2. Anambia Hamana, si unitengenezee mlima nikamuone Mungu wa Musa hapo juu. Maana naona ananisumbua. Akazidisha kufuru. Ukaja mtihani mwingine. Mtihani walioletewa safari hii ule mto Naili. Ukageuka damu kwa wao. Wakichota maji Makibti wanachota damu. Lakini Bani Israeli nao wanachota maji yale yale, kwao ni maji. Sasa mtu anabeba kutoka bombani anaingiza kwenye mtungi, akitiania tu kuyanywa inakuwa ile damu nzito yenye harufu.
Mtu ana siku 10 hajanywa maji, Firauni koo limemkauka, ili kwa shughuli kweli kweli. Mpaka mtu anaingia nyumba ya Bani Israeli, bwana hebu naomba maji, yamekuwa damu. Ambia damu kwenu bwana. Akimchotea maji, akifika kwake damu. Mpaka ikafikia stage, hebu yanywe wewe afu nitemee mdomoni. Angalia sasa, Bani Israeli anakunywa maji yale. Haya chama mzee, akiachama akimtemea tu inatoka damu. Angalia mambo ya Mungu haya. Firauni akasema hapa tutakata moto sasa hivi. Sasa hivi sasa bwana Musa, umetuletea chawa, waliwashwa na chawa hatari. Umetuletea tufani, ziletwa nzige zile. Sasa safari maji yamekuwa damu. Mimi hata sikuamini, nisikufiche, lakini nishashindwa. Wachukue Bani Israeli wote, ondoka nao na kuwajua. Ndio ile fajalu buyutakum qibla, nyumba zenu zitieni alama. Ndio wakaamua kufanya nini? Kuondoka. Sasa hawa watu siku ya pili nyuso zimekuwa manjano, siku ya tatu zimekuwa nyekundu kweli kweli. Wakaogopa, wakamfuata nabii wao, Nabii Allah Saleh, wakamwambia tunataka turudi kwake Allah. Basi inatosha, huo mtihani unatutosha. Akawaambia bahati mbaya mmekumbuka shuka kushakucha, adhabu ishapangwa, mimi nitafanyaje saa hizi? Kwa hiyo nyinyi mtaangamizwa tu. Kwa hiyo haiwezekani kurekebisha. Ambia haiwezekani. Ndio ikafikia watu 9 wakakaa pembeni, wakasema ubaya kwa ubaya, ikiwa sisi ni watu wakufa, huyo Saleh mwenyewe anasubiri nini? Tunaondoka naye. Mungu kosa na sisi kosa. Takasamu billah, apieni kwa Mungu, hakuna hata mtu mmoja atakuja kusema tumemuua sisi, iwe siri, tunamuua kwa pamoja, tunapoteza ushahidi. Wakapanga kumuua Nabii Saleh labda baada ya sala ya alfajiri saa 11. Mwenyezi Mungu akamtuma Jibril saa 9 usiku kabla ya ule mdi. Akaja katika mapiramidi yao, akapiga saiha, ukelele, wai! Faasbahu fi darihim jathimin. Wote wakapambaukiwa wamedondokeana kama vile watu waliopiga magoti. Ikawa ndo mwisho wao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akipita zile sehemu ambazo zitokea athari za Allah, alikuwa uso wake unabadilika rangi, afu anapita haraka haraka. Alipotoka Maka akawa anaenda Tabuk, akapita na masahaba kwenye kisima kile. Alipofika pale masahaba akachota maji. Walipochota maji Mtume akawakemea, mnachota maji nyie? Sehemu hii imeshuka ghadhabu za Mungu, mwageni maji, hata hivyo viungu vunjeni. Afu Mtume akawa anapita kwa haraka haraka. Kwa hiyo haya yote ni mazingatio, na hii ni kama kuipunguza saumu. Make saumu na visa ndo wakati wake. Hata tulivyotoka kule kwa Ijumaa tumeelezea baadhi ya qasas inshallah, na busatu letu litakuwa linaendelea na visa namna kama hii mpaka pale Ramadhani inshallah itakapotuaga. Baada ya kuyasema hayo, hatuna mengi sana. Tuwajulishe tu watu kwamba pamoja ni Ramadhani, tunaendelea na matibabu yetu kama kawaida, as our usual, every day without missing. Tiba, kwa sababu watu wanaumwa siku zote, lakini dua, lakini visomo mbalimbali. Na sisi tunazidi kusisitiza, yule mtu ambaye pengine alifanyiwa dua nje ya Ramadhani, pengine hakupata nafuu, pengine kwa baraka ya Ramadhani, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe na atamfutia madhambi yake na atamponyesha maradhi yake. Na la mwisho, tuitunzeni saumu yetu, tuitunzeni Ramadhani yetu. Ar-Ramadhanu yajubu ma qablahu, Ramadhani inafuta madhambi yaliyopita. Sawa, ar-Ramadhanu ila Ramadhan kafaratun lima bainahuma inijtunibatil kabair. Ramadhani hii tutaendelea kubakia nayo mpaka Ramadhani nyingine, kama tutajiepushia na yale madhambi makubwa. Ni wajibu wetu kuhurumiana, kupendana, kupeana, kukirimiana kwa kadri vile ambavyo Allah ametuwafikia. Na asili ya dini si kupokea, ni kutoa. Kila mmoja aangalie kwa upande wake anatoa nini. Kila mmoja asijiweke kundi, labda atakuja tajiri fulani atanihurumia. Kwanza yeye aweke nia kwa ajili ya kutoa. Una uwezo wa kutoa fikra kwa ajili ya dini, toa fikra zako. Una uwezo wa kutoa wazo lako na neno lako, toa.
Una uwezo wa kutoa muda wako, kutoa si lazima pesa peke yake. Toa kitu chochote kile ili kipate kuleta manufaa kwa ajili ya Uislamu. Hii ni muhimu sana sana sana. Jambo jingine ambalo ni kwa umuhimu zaidi, tuwatembelee wajane, tuwatembelee wagonjwa mahospitalini, tuwatembelee mayatima. Leo msikitini tulikotoka tulikuwa na yatima fulani hivi, wallahi ametusikitisha, ametutia huruma kweli kweli. Tena tumekuja naye njiani tumemshusha, ningekumbuka ningewaambia na hapa aje. Alikuwa anasikitisha sana mtoto yule. Ni mtoto ambaye anasikitisha, lakini inshallah Mungu atamsaidia naye. Watu wa kuhitajia kusaidiwa wapo, lakini la mwisho sote kwa pamoja, hali zinajulikana wakazi wa Dar es Salaam. Hivi sasa bwana, jua linawaka kweli kweli. Kuna jua la aina mbili. Jua la mwanzo hali ya hewa ni ya joto, kwa sababu tunafunga na hatunywi maji. Unajua wataalamu wa afya wanasema ukiwa hasa na jua kali tunywe maji mengi, lakini sasa hivi tuko ndani ya saum. Kwa hiyo jambo la mwanzo na kuhusieni tuwe na subira. Tuongeze kuwa wavumilivu, sawa mvumilivu hula mbivu. Lakini jua la pili ambalo kali kuliko hili, wallahi linawaka mifukoni, sijui wenzangu mnasemaje. Yani Ramadhani watu wamekaba, wafanya biashara wamezuia ili wapate kuuza kwa baadaye. Limuona mmoja kati ya viongozi wa kiserikali, tena si Muislamu, ametoa warning, ole wake yule ambaye atapandisha bei ya vyakula, ole wake yule ambaye atazuia michere. Kwa hiyo sasa hivi mzunguko kidogo umeyumba. Umefahamiana vizuri. Kwa hiyo pia tuwe na subira. Na watu kukosa futari, haya ni mambo ya kawaida. Kuna watu hawapati futari kabisa. Tumeelewana vizuri kwa hiyo jua linawaka, sisi tufanyeni subira, tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa sehemu ya kufanya subira, ndugu zangu, tuwavumilie watu tunaowadai. Hakuna mtu ambaye amekhtari maisha yake kudaiwa. Kwa hiyo unamdai mtu kodi, utafikiri sijui unamdai kitu gani, humpi hata breki. Yani akili yako inakuambia kadri ninavyozidi kumsumbua ndo atanipa. Niseme neno nisiseme neno? Sema. Nitasema ujue. Sema. Mimi zamani nilijiuliza sana, wacha niseme tu, maana nisiposema nitaugua. Zamani nilijiuliza, na bahati mbaya sijawahi kupata furaha kwenye nyumba za Waislamu. Yani ilikuwa ukidaiwa kodi mpaka roho itakakukutoka. Lakini nikaja kupanga kwenye nyumba ya mtu ambaye si Muislamu, ananifanyia subira kweli kweli. Ustadhi vipi? Kipata utanipa bwana. Lakini muumini wangu nimepanga kwake. Akwambia utaama bwana. Kama hauna utaama bwana. Mimi naitegemea hii hela hii. Waman yu'affifuhu Allah. Kwa hiyo Waislamu muamala ndo huu. Ndo mwingine anasema mimi Muislamu simpangishi, hawalipagi wale, wanazungusha kweli kweli. Kwa hiyo si kweli ukimsumbua mtu ndo atatoa. Ni hali tu zinabana, na mtu akipata hulipa ili asidaiwe daiwe. Kero kwanza kudaiwa. Kudaiwa ni kero. Kwa hiyo tustiriane kwa upande huo pia vile vile. Tustiriane sana. Sawa jamanini Kwa hiyo yule ambaye unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumalizia mwisho, angalia. Kuna mtu mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi, anamdai kweli, si kwamba hamdai. Muhammad, addi ilayya ajri, hela zangu vipi? Mtume akamwambia, si tumeahidiana kesho kutwa bana? Kesho kutwa haijafika. Akamwambia ndio, lakini mimi nina shida nazo leo, nipe tu. Asa unavunja mkataba. Umeona kesho kutwa mimi ndo nitakuwa nimepata, nipe hela zangu sasa hivi. Kamkunja bwana, utanipa unipi? Na kudai sikudai. Mtume amwambia wandai, nipe hela zangu sasa hivi, sitaki, nipe nakwambia sasa. Umar radhiallahu ta'ala anhu akaingilia kati, hebu acha udai kitu hapa. Wewe
wewe unamjua huyu nani mpaka unamkunja kunja? Ambia si mtume namdai, anipe hela zangu ndio namdai hivi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupanda hakushuka, akatumia wezani mmoja katika kukemea kitendo kile. Akamwambia Umar, mfundishe huyu bwana kudai madeni yake kwa watu vizuri, na ukali utakaotumia hapo nifundishe mimi pia kulipa madeni ya watu sawa sawa. Umeelewa Kuendelea kwa. Kwa hiyo pia unaweza ukadai ukagongwa kwa sababu unadai vibaya, na mwingine anacho akupi kwa sababu una nidhamu. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo tudaiane pia kwa ustaarabu, alafu ndo maisha. Na katika hilo nikwambie kitu, ukimkopesha mtu kwanza ujue ni ibada kukopeshana. Unapotia ila tu huyu Sheikh Jafari atanirudishia kweli, Allah hampi taufiki ya kukurudishia. Mnaanza kukokoshana. Sawa Mpe mtu deni, na wewe unayekopa huwezi kumwambia mtu Sheikh kesho sipati wala kesho kutwa. Unasema inshallah kesho nitapata. Sawa lakini una uhakika. Sasa ile kesho ikifika ukizongwa unatoa habari, Sheikh nimekusudia leo lakini bado mambo si sawa. Ila wewe unayedaiwa tumekuwa waongo ili upate kupumzika. Yani sasa hivi nakuletea hela yako sasa hivi na ujue hata mpango. Wewe ongea ukweli tu. Ndugu yangu sina kabisa, mweupe, nahangaika, najitahidi lakini sina. Sasa utanipa lini? Sheikh sikupi ahadi lakini najitahidi inshallah. Hilo ninaliwaza nitakupa. Mara nyingine sasa usisubiri mpaka upigiwe simu wewe. Nyanyua simu mpigie Sheikh Othman. Usione hichi kimya najisikia aibu na fight ndugu yangu. Anakuwa na hope. Ndugu yangu unajua hii kodi unaitegemea sikukuu. Usione kimya nahangaika sana na inshallah tutapata. Anaona ndugu yangu, lakini wewe simu ikipigwa unakata. Hupokei. Na wakikubadilishia namba, halo nani? Wewe mzee nakupigia sasa hivi, niko barabara ngoja sasa hivi. Umeona? Halo ndo na swali hapa mara moja, ngoja malize nikupigie sasa hivi. Anaona unamsumbua, unamkwepa, huyu hawezi kukuelewa. Kwa hiyo pia ukidaiwa ni mtihani. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akadaiwa, lakini pia nyosha maelezo. Lakini pointi yangu ya leo, kwa sababu anayedaiwa ameshika kwenye makali, wewe unayedai upo kwenye fimbo, jamanini niombe kwa heshima ya Ramadhani tuwe na subira, hasa sehemu za kukaa. Sheikh Abdurrahman nilisema siku moja, mtu ambaye hamiliki vitu vitatu huyu ni maskini. Mtu ambaye hamiliki chakula, anakula kuona, wallahi Mungu ampe subira, lakini ni maskini. Ile kukaa leo tutakula nini, mtihani mkubwa huu. Mtihani mzito kweli kweli, wala si mdogo, mtihani hasa. Sehemu ya pili, mtu ambaye hamiliki hisia. Mnajua heshima zetu ziko juu kuliko hisia zetu Unaweza ukaishusha heshima yako kwa sababu huna pa kupumzikia. Kwa hiyo yule mtu ambaye bado ni msela, wallahi ni mtihani mkubwa. Tunao wasela mpaka wazee, Allah awape, na msiwe na roho mbaya. Hata kama mna mabinti wadogo wadogo, wapeni wazee, wazee ndio wanaojua kulea. Sasa tumeelewana vizuri? Wazee wapewe. Watu wa zamani walikuwa wakiwapa wazee, au vipi? Siku hizi mzee upewi bwana. Wazee wapewe wakapate kuliwazwa. Na mtu wa tatu ambaye hamiliki pa kulala ni maskini kweli kweli. Ndio maana unakuta unatishiwa nyumba. Sasa wale watu wote ambao wanawadai watu ndani ya mwezi huu wawe na rahma, wawadai kwa ustaarabu na si nongwa. Wallahi kumsamehe mtu deni ni sehemu ya mambo mema. Manake mtu kumsamehe deni, mtu anadai shilingi 100 tu na haisamehe. Mpunguzie mtu mizigo ya madeni kwa njia mbili. Kama wewe unawadai, msamehe.
au msaidie mtu kulipa madeni yake yale, kwamba bwana haya mimi nakusaidia kulipa madeni. Punguzie mtu mizigo ya madeni na Allah atakupunguzia na wewe ya kwako mengi kabisa. Baada ya hapo saa 10:25 ni wakati wetu wa kusali sasa, lakini tunarudia kusema inshallah tiba zinaendelea na dua zinaendelea mpaka zile dua za usiku, na dua za vichinjo ndani ya Ramadhani zinaendelea. Hata leo imefanyika kichinjo kwa sababu ya siku tukufu ya Ijumaa kama hii. Imefanyika vichinjo ndani ya Ijumaa kama hii. Sisi tunaamini hizo ndo kurbani zenyewe. Kwa hiyo na nikumbushie watu wa Busat, lakini si utaratibu wa lazima. Mtu inawezekana hawezi hata kuchinja, una 500 yako lete tukuunganishie, utaingia katika kundi ukatengeneza mambo hapa. So sote tuna haja. Unajua kuna baadhi ya mambo ukifunguka nayo nje ya Ramadhani siku zaidi unaweza ukafurahi kweli kweli, Allah akakufungulia. Tunamwomba Allah kwa utukufu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, sote atufungulie riziki, atuongezee baraka, atujalie kutupa watoto wema, lakini pia atupe fahamu ya dini, na atujalie ikhlasi kwa ajili ya dini yake, na atujalie siku tukifa tusife isipokuwa hali ya kuwa ameturidhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wazee wetu awape umri mrefu, mashekhe wetu tuliokuwa nao hapa Mungu awaondoshee maradhi, awaondoshee dhiki walizokuwa nazo, awape mioyo ya subira, lakini pia vile vile awatilie nuru katika maisha yao. Bifadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.